Haya, dada Uwezo, karibu sana. Asante. Unatokea wapi? Umesikia wapi? Natokea Moshi. Nimesikia kupitia Instagram. Nini kikakuvuta kuja kwetu? Kwa kweli nilikuwa nataka kujisaidia kiuchumi. Kwa hiyo nilivyoona salari zenu ni nzuri. Lakini pia nafikiri nina uwezo wa kutoa hiyo huduma ambayo mnaitaka. Umeanza na salary alafu unasema una uwezo. Kwani usingeanza kwanza una uwezo alafu ndio salary ifuate? Lazima ubadilishe. Kwamba ukweli kwamba unahitaji hela, lakini lazima mahitaji yetu yawe nyuma, mbele tuangalie watu wanahitaji nini. Kwa hiyo kitakachokupa hela kweli ni uwezo wa kazi kama unao. Maana kusema una uwezo ni jambo moja, lakini ukishaingia kwenye uhondo wa ngoma wenyewe, kazini ukifika ndio inajulikana kwamba uwezo upo au haupo. Lakini kitakachokupa hela, yani kwa uhakika kabisa, ni uwezo wako wa kazi unaoendana na mahitaji ya mwajiri wako, mahitaji ya soko, umeona, au mahitaji ya yule mtu ambaye anakuhitaji ukamfanyie majukumu yake. Hapo ndipo pesa zilipo. Kwa hiyo ukifanya ukamfurahisha, ukamridhisha kwa habari ya utendaji, nidhamu, hela hazijawahi kuwa na shida. Kwa hiyo ni kweli maslahi huku yanazidi kupanda, maana sasa hivi tuna hadi mshahara wa 1,000,000. Lakini sasa je, umejiandaa kuwa dada wa 1,000,000? Huo uwezo unaotafutwa unao? Na kama hauna, hakuna ubaya, unaujenga. Hicho ndio kitu kizuri sana ambacho yani tumepewa sisi wanadamu, kujenga skills. Ni kitu inawezekana ukijui leo, lakini kesho bado ukaendelea kusema ukijui, itakuwa ni uvivu wako, itakuwa ni uzembe wako. Na hicho ndio kinawafanya watu wanakaa sana kwenye umaskini, kwa sababu ni wazembe, ni wavivu. Kitu ajui leo, hataki kujishughulisha akijue kesho au kesho kutu. Kwa hiyo karibu. Kwa hiyo malengo yako labda ya kuja Wadada Center hasa umesema labda naenda pale kwa muda gani, nataka kutimiza lengo gani? Najitafutia mtaji. Okay. Nijengea msingi mzuri, kwa sababu nikisema ni pesa kila siku nitatafuta. Nataka tu nitafute msingi ambao utaniwezesha kwa mwaka au miaka 2, utaniwezesha kufika pale ninataka. Okay. Sawa, karibu. Na nimependa yani uko straightforward. Lakini sasa kazi ndio shida hapo. Wadada wengi naona kinachowaangusha ni ile hali sasa ya kustahimili kwenye hiyo kazi, ili apate huo msingi, atengeneze mazingira ambayo yanampa uhuru wa kuishi maisha anayoyataka. Yani hapa unakuja kununua uhuru wako. Unaununuaje? Kwa kufanya kazi kwa mtu leo kwa namna yule mtu anavyotaka. Yani hapo uhuru utaamka muda anaotaka yeye, utafanya majukumu anavyotaka yeye, ili siku moja sasa, baada labda huo mwaka, miaka 2, na wewe sasa ujipe uhuru ambao unautaka. Utakuwa umeanzisha shughuli zako, unapanga unavyotaka ziende. Kwa hiyo karibu. Asante. Tegemee nini? Maana jina lako lenyewe linaitwa Uwezo. Najifunza kila siku, najibadilisha, najiongeza thamani, yani mpaka nifike, yani mpaka. Sisi tunasema ya kwetu macho. Maana unakuongea kila mtu hapa huwa anajinadi. Jinadi tu, mko vizuri, lakini ukishafika kazini hapa ndo tunajua sasa mbivu na mbichi, pumba na mchele, itajulikana mtu akifika kazini. Kwa kikubwa mimi ninachosema karibu. Lakini mfumo wetu unachuja watu ambao kweli wanataka kazi, watu ambao kweli wana maadili, kwa sababu hizo ndio pesa. Yani pesa sasa hivi ni uwezo wako wa kazi na maadili mazuri. That is money. Tena hela nzuri sana. Umeona? Lakini kama ni mambo ya kutaka kuleta ubisho saizi huku kwenye kazi hizi, utoboi kabisa. Kutaka kusema mimi si nini, ufiki. Kwa hiyo tukizungumzia nidhamu huku, ndugu yangu, yani ndio hivyo. Unavaaje kazini, nyumbani kwa mtu ana mume wake, unaenda kuvaaje pale? Unaonyesha nini? Una kitu gani? Umekuja kufanya kazi au una ajenda nyingine? Si unaelewa? Kwa hiyo kuna vitu inabidi tuviweke nyuma, kwa maana ya kwamba vile tunavyojipenda, tunavyotaka kujiweka kama wasichana, inaweza ikasubiri mwaka mmoja, miaka 2 sio mingi. Then utakapokuja kuwa na uhuru, utavaa unavyotaka, utaenjoy, utafanya mambo yako.
Lakini for now lazima tuwe na zile character ambazo mabosi wanazitaka na tabia wanazozitaka ili tufanikiwe. Na hayo ndio mafundisho yetu. Naweza kusema mradi wetu strength yetu kubwa ni hapo, kushikilia yale maadili na vigezo ambavyo mabosi wanataka. Kwa anayekuja akiweza kupita pale anafanikiwa. Yule ambaye hataweza kuendana, basi mfumo wetu unamtupa tu moja kwa moja nje. Karibu sana. Asante. Hai.